mpaka ninapozungumza nanyi siku ya leo ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2025, sekta ya madini imeshaingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 902, ambayo hivi sasa tupo katikati ya mwezi wa 5. Kwa hiyo tunaamini kabisa siku 15 hizi tukizimaliza kwenda mwezi wa 6, na mwezi wa 6 wote tunakwenda kuvunja rekodi, na hii inaingia katika historia kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mara ya kwanza sekta ya madini inakwenda kuingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1. Nilianza kwa kusema kwamba miaka 10 iliyopita sekta hii ilikuwa inachangia bilioni 162 tu kwa mwaka mzima. Leo tumefika shilingi trilioni 1 na tunakwenda kuifikia. Haya ni mapinduzi na mageuzi makubwa sana. Fanikio la 4, mchango wa sekta ya madini kwenye upatikanaji wa fedha za kigeni. Katika mwaka wa fedha 2022-2023, sekta hii ndio iliongoza kwa upatikanaji wa fedha za kigeni katika nchi yetu ya Tanzania. Zaidi ya 56% ya fedha yote ya kigeni ilipatikana kupitia sekta ya madini. Mauzo ya bidhaa nje ya nchi yalikuwa ni mauzo ya dola bilioni 3.6, na hivyo kuifanya sekta hii kuwa kiongozi. Hii ni kuonesha kwamba sekta hii mchango wake ni mkubwa katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania, na kila mara mchango wake umezidi kuongezeka. Fanikio la 5, ajira na ushiriki wa Watanzania kwenye sekta ya madini. Kwa kipindi cha miaka 4, jumla ya ajira 19,356 zilizo rasmi zilipatikana, ambapo tumeshuhudia pia mageuzi makubwa ya katika kampuni nyingi kubwa. Wanaoongoza hivi sasa ni Watanzania. Tulizoea kuona wageni ndio wanashika nafasi za juu, lakini tuna ajira zingine ambazo zimechochewa hapa katikati zaidi ya milioni 6 kupitia sekta ya madini, kwa maana mnyororo mzima ule wa thamani katika sekta hii ya madini, kuanzia wachimbaji wadogo, watu wa huduma, wote wanufaika ni zaidi ya milioni 6 kwenye sekta ya madini. Lakini vile vile kupitia eneo hili la ushiriki wa Tanzania na maudhui ya ndani ambayo tunaita na local content, itakumbukwa miaka ya nyuma kulikuwa kuna changamoto kubwa sana ya migodi mikubwa kutenga miradi kwa ajili ya jamii ambazo zinazunguka migodi hii, na ilikuwa ni kama hisani. Tumefanya marekebisho ya sheria. Kifungu cha 105 cha sheria ya madini sura ya 123 kinatoa wajibu wa mmiliki wa leseni kuhakikisha anarudisha kwa jamii. Na hivi sasa tumetunga na kanuni, haamui yeye apeleke nini kwenye jamii. Kanuni inasema jamii husika itakaa na kuibua mradi kwa pamoja. Hii imeleta mafanikio makubwa katika maeneo mengi ya nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia tumeshuhudia fedha ambayo imetengwa kwa miaka 4 hii kwenye manunuzi ya bidhaa na huduma migodini ni zaidi ya shilingi trilioni 8, na asilimia zaidi ya 92 ya fedha hiyo imetumika ikihusisha Watanzania, kwa maana katika kutoa huduma na kusambaza bidhaa migodini.